nilipata nguvu kubwa sana kupitia ushuhuda wa mchungaji ambaye mama yake aliuliwa kikatili kwa sababu yake. Yaani kwa sababu yeye aliamua kuacha dini yake, akaamua kumfuata Yesu. Baba yake aliamua kumuua mama yake kwa hasira. Bado pia akampa yeye muda kwamba nimemuua mama yako, kama wewe pia hautamwacha huyo Yesu ukarudi kwenye dini yangu, na wewe pia nitakuangamiza. Muda ulipofika, walimfuatilia wakamwambia bado unaendelea kusimama? Akasema ndiyo. Wakampiga sana, wakazani kwamba wamemuua. Lakini kumbuka, mama yake yeye alikatwakatwa vipande vipande, yeye alipigwa mpaka wakajua amemuua, wakaenda wakamtupa. Lakini kwa neema ya Mungu hakufa. Ni kama alikuwa amezimia, amepoteza fahamu, ni kama alikuwa mtu ambaye amekufa lakini alikuwa hajafa. Kwa hiyo baada ya kupigwa na upepo, fahamu zikamwijia, akawa ameamka, lakini kwa maumivu makali na hali mbaya. Baada ya kuona hali kama hiyo, akatambua kabisa kwamba nikiendelea kubaki kwenye nchi hii na kwenye mazingira haya nitaangamizwa. Na wao kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba amemuua, wamemtupa, walikuwa wanajua kwamba wamemaliza kazi. Lakini kwa neema ya Mungu alimsaidia, akafanikiwa kutoka kwenye hilo taifa, akaingia kwenye taifa lingine. Sasa hivi yuko kwenye taifa lingine na anaendelea kumtumikia Yesu. Alikubali kufa, hakukubali kumwogopa mwanadamu. Alikubali kumkiri Yesu Kristo mbele ya mauti, mbele ya panga, mbele za watu wabaya ambao wamedhamiria kumwangamiza, ambao wameshuhudia wamemwangamiza mama yake mbele yake ili kumpa hasira kwa kumfanya mwache Yesu. Lakini alikubali kusimama na Yesu. Alikubali. Aliona bora afe, lakini sio kumwacha Yesu. Aliona uhai si kitu, mwili huu si kitu, si lolote, kwa sababu roho yangu ipo ambayo ina Yesu itakao urisi uzima wa milele. Kwa hiyo ndio maana alikuwa na ujasiri wa kusema kwamba fanyeni lolote lile, lakini sitamwacha Yesu. Watu wengi sana tunaogopa watu kuliko Mungu. Lakini Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 10 mstari 28 kwamba msiwaogope wao mwili, wasiweze kuua na roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Yuko Mungu ambaye anaweza kuangamiza mwili wako pamoja na roho katika jehanamu. Yuko Mungu ambaye anaweza kuangamiza mwili na roho yako ikiangamia, inaangamia katika uangamizo wa milele. Lakini mwili wako ukiangamia, umeangamia mara moja tu. Kwa hiyo kumbe ni bora sasa usimwogope mwanadamu ambaye hata akikasirika kiasi gani, akakuchukia kiasi gani, akakupinga kiasi gani, huyo hapo ataishia kwenye mwili wako tu, wala hatagusa roho yako, kwa sababu hakuna awezaye kuigusa roho yako isipokuwa Mungu mwenyewe ameamua kumruhusu, kama jinsi ambavyo tunaonyeshwa katika Ayubu ile sura ya 1. Hebu angalia thamani yako mbele za Mungu. Anasema, je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua Baba yenu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba vitu ambavyo thamani yake ni ndogo vinatunzwa, vinahifadhiwa vizuri, hata kimoja akianguki. Je, alafu hapa anasemaje? Anasema hivi, lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Unaona thamani yako wewe mwanadamu ambaye umempokea Yesu Kristo. Wewe ni wa thamani kubwa mno. Alafu anasemaje sasa kwenye mstari wa 32? Anarudi sasa kusema kwamba basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Maana yake ni kwamba mtu yote yule ambaye atakubali kumkiri Yesu mbele ya baba yake ambaye amekasirika mpaka amechanganyikiwa ataka kumuua, mbele ya mama yake, mbele ya bosi wake, mbele ya jamii, mbele ya mtu yote yule atakayemkiri Yesu Kristo, Yesu atamkiri naye pia mbele za Baba yake wa mbinguni. Lakini pia anasema kwamba bali mtu yeyote atakayenikana mbele za watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu wa mbinguni. Kwa hiyo kuna watu ambao tunamkana Yesu kwa sababu ya wazazi, tunamkana Yesu kwa sababu ya ndugu, tunamkana Yesu kwa sababu ya wapenzi wetu, tunamkana Yesu kwa sababu ya biashara zetu, tunamkana Yesu kwa sababu ya fedha na mali, tunamkana Yesu kwa sababu ya vyeo, umaarufu, utajiri, tunamkana Yesu kwa sababu ya fahari za dunia hii, tunamkana Yesu kwa sababu ya watoto wetu, ya watu tunaowapenda, tunamkana Yesu kwa sababu ya kuogopa kutengwa na watu. Tunamkana Yesu pasipo kujua kwamba hao watu watakufa na wao pia watakuwa na sehemu yao ya kuhukumiwa mbele za Mungu. Na wewe pia utakapokufa utakuwa na sehemu yako. Mtu hautadumu naye milele, hautakufa naye, hautazikwa naye, na hata kama ukifa naye ukazikwa naye pia, bado kila mmoja mbele za Mungu atasimama kwa nafasi yake. Mbele ya hukumu ya Mungu kila mmoja atasimama mbele ya nafasi yake. Ikiwa kama ulimkiri Yesu
mbele ya watu, ulikubali wazazi wako wakutenge, ulikubali jamii yako ikutenge, ulikubali fedha za rushwa, ulikubali kudharauliwa, kutukanwa, kutengwa, kuonewa, kwa sababu ya Kristo Yesu, Yesu Kristo atakukiri na atakuvika taji ya uzima wa milele. Lakini kama uliona haya kwa sababu ya watu ambao wanakuzunguka, ukawa unaona aibu kumkiri Yesu, ukamkataa Yesu kwa sababu ya vitu vinavyopita, akati Yesu ni wa milele, Yesu pia atakukataa mbele za Baba yake wa mbinguni.